Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Ninashukuru Mungu kwa kunijalia leo, kuniwezesha kukutana nanyi tena muda huu, tukienda kujifunza neno la Mungu kama ilivyo kawaida yetu. Inapofika wakati mwingine Mungu ambaye ametupa nguvu zake, tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu. Lengo ni kujisogeza karibu na Mungu, pia tupate maarifa ya Mungu aweze kutufungulia kile ambacho tunapaswa kukifanya mbele zake. Tunajua Mungu ni Mungu wetu mwenye haki. Kwa hiyo wapendwa, leo tunakwenda kujifunza lile andiko la Zaburi 109 mstari wake wa kwanza pale mpaka wa 3. Tutakwenda kusoma afu tuangalie Mungu ametuambia nini, au kuna fundisho gani hapo Mungu anataka tujifunze sisi watoto wake. Amen. Acha nikasome hilo andiko kwa jina la Yesu Kristo. Hilo andiko linasema hivi, ninasoma kwa jina la Yesu. He Mungu wa sifa, usinyamaze, kwa maana wamefumbua kinywa cha mtu asiye haki, cha hila. Wanasema nami kwa ulimi wa uongo, naam, kwa maneno ya chuki. Wamenizunguka, wanapigana nami bure. Tunaona hapa wapendwa, Daudi anamwomba Mungu asinyamaze wakati anapitia uongo, chuki na mashambulizi kutoka kwa watu. Kumbe unapopitia maneno, unaposikia maneno ya uongo, mashambulizi ya uongo, watu wanakusema vibaya, unatakiwa usinyamaze. Mwambie Mungu usinyamaze. Mungu aseme na wewe. Mungu apigane na watesi wako. Kwa hiyo tunaona Daudi anavyosema juu ya hilo. Amen. Tunaona hapa Daudi anaonyesha maumivu ya kusemwa vibaya, maumivu ya kunyanyaswa, maumivu ya kusengenywa. Nafikiri watu wote mnapitia hii changamoto huko, mnaposikia watu wanawasema vibaya, watu wanawasemea kwa uongo. Amen. Watu wanapowashambulia bila sababu. Kuna wakati umekaa tu, mtu anakusema bila sababu. Umeona? Kwa hiyo unajiuliza, kwani nimemkosea nini? Kumbuka ndugu yangu, kila anayekusema sio ana sababu. Mtu hana sababu maalum ya kusemea, lakini ameamua kusema. Wewe usilipize kisasi. Unachotakiwa ni kumshtakia Mungu apigane na wewe, Mungu akutetee. Amen. Tupo hapo, nafikiri unapata kitu Sasa ndugu yangu, Zaburi hii inatufundisha kumkimbilia Mungu pale tunapoonewa, pale tunaponyanyaswa, pale tunapoumizwa. Leo hii mtu akiumizwa anataka haraka alipize kisasi. Mtu anaponyanyaswa naye anataka arudishe kisasi. Hapana, shtaki kwa Mungu, tumkimbilie Mungu. Mungu atatutetea, Mungu atakupigania. Hata kuna mwanamuziki fulani alisema, mimi sipigani mwenyewe Maimartha, mimi sipigani mwenyewe, napiganiwa na Mungu. Kwa hiyo ukiona ili andiko, ukiona hiki kitabu kinatufundisha hivyo, acha Mungu akupiganie katika jina la Yesu. Amen. Nafikiri tunapata kitu hapo. Sasa hapo tunaweza tukapata, umejifunza nini? Unajifunza kwamba Mungu husikia kilio cha mwenye haki, na kila anayekuchukia ana sababu maalum. Kila anayechukia usifikiri ana sababu maalum. No, mwingine ana sababu, ameamua tu kuchukia. Sasa badala ya kulipiza kisasi, ni vizuri wewe kupeleka maumivu yetu kwa Mungu. Unapeleka maumivu hayo kwa Mungu kwa maombi. Kwa hiyo wewe pitia maombi, peleka maumivu yako kwa Mungu kwa kupitia maombi, na Mungu umjibu mtu mwenye haki. Mungu ujibu kwa yule mtu ambaye anamkimbilia. Mungu hutoa maamuzi ya haki.
Kwa hiyo kila kitu tuweze kumkimbilia yeye Mungu. Ni jambo la busara sana. Chochote usitumie hasira zako, usitumie akili zako. Mkaribishe Mungu, mwambie Mungu akutetee. Mungu anakwenda kukutetea, Mungu anaenda kukupigania, Mungu anaenda kukingia kifua. Ndio kwa mfano unaweza ukasema kwa maneno mafupi, ukaomba kwa maneno mafupi, ukasema Mungu, usinyamaze juu ya maisha yangu, unitetee dhidi ya uongo, chuki na maneno mabaya. Nijalie amani na nguvu na kusimama katika kweli yako. Amen. Hapo unakuwa umeongea vizuri kabisa, na wewe unaweza ukasema yako na Mungu atakutetea katika jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki, ni Mungu mwenye utetezi. Kwa kusema hayo, ninasema tubarikiwe katika jina la Yesu. Bye bye. Niwatakie baraka njema.